anakujibu mahususi kabisa, anakujibu kabisa. Sasa kama anakujibu katikati ya ombi na umeamini, lazima imani yako ipimwe. Anaweza kadhihirisha pale pale, lakini au anaweza kadhihirisha baada ya mwaka, baada ya wiki moja, baada ya siku mbili, na baada ya siku tatu, na ndivyo tunaweza ikawa. Kwa hiyo angalia safari inavyokuwa. Tazama, hapa ndipo umeomba, mapenzi ya Mungu amejibu hapa kwenye kizima cha maombi. Lakini mapenzi ya Mungu anapima imani, nasema kila alichoomba huyu mtu, anachotaka nimdhihirishie alichokiomba mimi, Mungu nitadhihirisha katika hatua moja, yaani anapiga hatua hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Huenda huyo mwezi wa 7 au siku ya 7 au mwaka wa 7. Kwa hiyo kutoka hapa ulipoomba kwa dhati, Mungu anachotazama ya kwamba, je, ile imani aliyoiona kwenye moyo iko hai au imekufa? Maana yake nini? Baada ya kuomba hapa, kinachotakiwa, kinachofuata kwenye maombi hayo ni shukrani kwa Mungu kwa yale aliyojibu.